Ndugu zangu wa Tanzania, leo tena ni siku nyingine ambayo nimeona nijaribu kuzungumza kidogo kwa uchache wa mambo kwa sababu nimesikia watu jinsi wanavyozungumza kwamba watu wanaotaka kuandamana hawana agenda. Ni uongo. Na ndio maana sasa hivi sijajua kama nanyi mmegundua hili. Baada ya kifo cha ndugu yetu MC Pilipili, Mungu ailaze roho yake mahala pema, kumekuwepo na kampeni kubwa sana ya kupromote hili kifo. Kama sijajua kama mmekinoti au ni mimi tu. Yaani mitandao yote, watu maarufu wote, azifu ni kama vile kuna kikao fulani walikaa ili kusudi wakipromote hicho kifo cha ghafla cha ndugu yetu huyu. Kwa sababu jiulizeni, hawa watu maarufu hawajaposti kitu chochote kuhusu mauaji ya wananchi katika nchi hii. Wamepigwa risasi, watu wamekufa. Sijawahi kuwaona hawa influencers wale wakiposti juu na kulani juu ya vifo hivi vya wapendwa wetu, vya ndugu zetu, vya vijana wetu katika nchi hii. Sijaona. Ndio maana nikaanza kwanza, inawezekana ikawa ni agenda ambayo inataka kutwist kutoka kwenye kufanya mijadala kuhusu namna gani watu wataandamana tarehe 9 Disemba. Maana wale jamaa kwa propaganda wanaweza, sio mchezo. Wakiona kuna jambo zito kabisa ambalo linahatarisha nafasi zao, wanaweza hata kumtoa mtu roho, ili mtu ambaye ni maarufu, au wamtoe kafara ili kusudi msiongelee hili swala, kwa sababu wanajua kwamba watu wakianza kuongelea haya swala, mambo mengi yatajadiliwa yanayowahusu wananchi. Lakini je, agenda zake ni zipi? Na ndio maana hata Mwalimu Nyerere alizungumza kwamba katika kitabu cha kitabu hichi Tujisahihishe, alisema ukurasa wa 7 ukisema, kuna kipengele anasema huwezi ukawa daktari wa tatizo pasipo kulijua, pasipo kufanya diagnosis ya hilo jambo. Nitanukuu baadhi ya kipengele kwamba kadhalika chama ambacho nia yake ni kuwa daktari wa matatizo ya jumuiya hakina budi kiwe na tabia ya kujua matatizo yenyewe, sababu za matatizo hayo na dawa yake. Bila kujua matatizo na sababu za matatizo hayo, hakiwezi kujua dawa yake. Umenielewa vizuri? Hakuna daktari anayeweza kutibu tatizo pasipo kufanya diagnosis. Lazima ufanye diagnosis ili kujua chanzo cha matatizo haya ni nini. Tumefika hapa mpaka watu wameamua kupigwa risasi, sawa, katika nchi, mamia ya watu. Mimi mwenyewe nimekosa kuuawa katika kile kipindi cha tarehe 29. Uwe na hakika kwamba kwa nini tumefika hapa, kwa sababu ya matatizo kama 20, matatizo mengi. Sasa chama au serikali lazima ijue kwamba, cha kwanza kabisa ijue chanzo cha matatizo haya ni nini. John Pombe Magufuli alituambia kipindi, nafikiri 2020, nafikiri 2000, kama sio 20 basi 2019, alituambia kwamba alipokuwa na mtumbua 2010 ngapi na 10 kitu, alipokuwa na mtumbua Kangi Rugora, alituambia kwamba kuna tenda moja. Alitoa mfano mmoja tu, tenda mtu, yani jambo fulani, tenda imetengenezwa. Aliyeitengeneza ni kamishna wa zimamoto. Sio alikuwa anaitwa Ndengenezi. Kamishna wa zimamoto ameitengeneza, akainitiate na akainishwa, akaiwekea, akaipitisha tenda moja ya kusupply vitu vya polisi na majeshi yetu. Umeelewa vizuri? zenye thamani, alizungumza kwenye thamani ya euro
milioni 42. Magufuli alituambia yenye thamani ya euro milioni 42. Maana yake ni kwamba, ina maana kwamba kuanzia kwenye majeshi yetu, kuanzia kwenye uongozi wa serikali kwenda kwenye majeshi yetu na kwenye watumishi wa umma, kwa sababu jambo kama hilo huwezi ukafanya peke yako. Na ndio maana Rais Magufuli uhai wake usingekuwa wa kudumu, usingekuwa guaranteed, kwa sababu aligusa maslahi ya watu ambao kwa namna moja au nyingine wapo watu wanaomlinda yeye. Unafikiri angeweza? Asingeweza. Lakini tatizo la matatizo haya ni nini? Tatizo la mambo haya ni mambo yapo, nimeorozesha kama 20 au 30. Nitataja machache. Cha kwanza, kuna ufisadi mkubwa uliokolea katika nchi. Sasa ufisadi huu umepelekea kuna baadhi ya watu sasa wamesaini mikataba mibovu, ambayo mikataba hii inaenda inalinyonya taifa na kuacha wananchi kuwa masikini. Hili ni tatizo. Sasa lazima ulijue hili ni tatizo kwanza, ndipo uweze kutafuta solution ya kulitatua hili tatizo. Utalitatua kwa namna gani? Kwa sababu huwezi ukatatua tatizo wewe uliyelisababisha. Yani wewe, the same level of thinking ambayo imetengeneza tatizo haiwezi yenyewe kuwa ndio mwarobaini wa kutatua hilo tatizo. Ni ngumu, lazima aje mtu mwingine ili weze kulitatua hilo tatizo. Lazima ujue ufisadi ndio umekithiri katika nchi. Ni ukweli, hasa nchi zetu za Kiafrika ufisadi ni mkubwa, kwa sababu viongozi wanawekwa pale madarakani, wengi wao wanawekwa kwenye madaraka hayo kwa sababu ya kulinda maslahi ya watu, kundi fulani la watu. Na ndio maana akienda kinyume na kundi lile, lazima huyu mtu watamshughulikia. Lazima admit, aende comply na wale watu. Ili kusudi aendelee kuexist kwenye position hiyo, lazima akubaliane na wale watu. Lakini ukitaka kujua, angalia tu mfano kama ripoti ya CAG. Miaka 4 mfululizo ripoti ya CAG imezungumza uhalifu na ubadhirifu mkubwa wa mali za umma, lakini hakuna mtu yoyote aliyechukuliwa hatua. Kwa nini? Kwa sababu haya mambo ni mambo ambayo yanafanywa kwa pamoja, ni mambo ya kimfumo. Nani atamfunga kengele paka? Nani? Kwa hali ya kawaida, kama unaweza ukakuta mtu wa juu kabisa yule, labda mkamishna wa TRA au mkurugenzi wa TAKUKURU au mtumishi anayetakiwa kwenda kuyachunguza haya au kuchukua hatua, na yeye ni miongoni mwa watu ambaye amejumuishwa kwenye huo ufisadi, atachukua hatua ya ufisadi? Jibu ni hamna. Inabidi sasa, ili kukata hili, inabidi kung'oa mfumo mzima, kupiga chini mfumo mzima, halafu utangaze mfumo mwingine. Hapo ndipo utakuwa ni mwarobaini. Kwa sababu ndio hivyo. Hebu nenda kwa nimezungumzia tu hilo. Mikataba, kwa mujibu wa taarifa, miaka 4 iliyopita, 3, nani huyu aliyekuwa waziri wa fedha ambaye ni waziri mkuu sasa, alituambia mbele ya bunge kwamba kuna mikataba 43 ya rasilimali za nchi haijapelekwa bungeni, kinyume cha sheria na kinyume cha katiba. Kwa sababu katiba inasemaje? Ibara ya 63. Ngoja nisome ibara ya 63. Ibara ya 63 inasemaje? Ibara ya 63. Ibara ya 63 3E. Umeelewa? 3E inasema kwa madhumuni ya utekelezaji wa madaraka yake bunge laweza. Hii inasema hivi: kujadili na kuridhia mikataba yote inayohusu Jamhuri ya Muungano na ambayo kwa masharti yake inahitaji kuridhiwa na bunge. Sawa? Lakini sheria ya ulinzi wa rasilimali za nchi ya 2017 namba 6 na namba 5 na 6, ukisoma katika ibara ya 5, 8, 10, 9 na 11 na 13, zote zinazungumza kwamba mikataba yote inayohusu rasilimali za nchi ipelekwe bungeni. Haijapelekwa bungeni mpaka linavunjwa bunge. Kwa nini? Kwa sababu wale wanaotakiwa kupeleka bungeni, inawezekana wale watu ambao wanatakiwa kuwajibika wamesaini mikataba mibaya ambayo inaenda kuwajibisha wale.
Na ndio maana sasa wakaamua kuhakikisha kwamba bunge hili linakuwa ni bunge la kwao na familia zao. Tunaenda kwenye kipengele kinachoitwa sasa upendeleo na ubinafsi, ambayo imekatazwa kwa mujibu wa sheria ya katiba yetu, lakini sasa viongozi leo wana entertain upendeleo. Ndio maana leo hakuna mtoto ambaye sio mtoto wa kiongozi aliyekanyaga pale bungeni. Kwa viongozi wote walioteuliwa, anza kwenye wabunge wa majimbo, nenda kwenye wabunge wa viti maalum, hakuna yule ambaye hajatoka kwenye familia za hawa watu. Kama hajatoka kwenye familia za hawa vigogo, uwe na haka kwamba lazima awe ni kibaraka wa hizi familia za vigogo, ndipo anaweza kupata madaraka. Ndio hivyo. Ndio maana ukiangalia baada ya John Pombe Magufuli kufariki, mambo mengi sana yalivurugika. Na watu walishangilia na nini vitu kama hivyo. Walishangilia sio kwamba walishangilia kwa maana kwamba Magufuli amekufa. Walishangilia kwa sababu Magufuli alikuwa anazuia mipango yao ya ulaji, na wengine walishangilia kimkumbo. Na niliwashangaa watu walishangilia kimkumbo. Magufuli alikuwa na mabaya yake, lakini kwenye ulinzi wa rasilimali za nchi wote tunakubali kwamba Magufuli alikuwa ni kinara katika kulinda rasilimali za nchi. Yeye alitamani rasilimali za nchi zitumike kwa ajili ya kusaidia wananchi na sio kwa ajili ya matumbo ya watu fulani. Si mnakumbuka? Unafikiri nini kilichomuondoa na yule aliyekuwa katibu mkuu wa mambo ya ndani enzi hizo? Meja Jenerali yule. Na yule mkuu wa huyu Kagirugala. Ndio hayo. Umeelezuri, ndio hayo. Sasa ndio hivyo mambo yakawa ndio maana ukigusa maslahi ya watu, viongozi wale maslahi yao ukigusa utaondoka. Na watakuondoa kweli. Sasa kama jiulize mfano kama leo juzi kati hapa Polepole amezungumza mambo, kazungumza kagusa maslahi ya watu, leo yuko wapi Polepole? Kwa nini? Unafikiri ujue kwamba alikuwa anazungumza uhalisia, ujue kwamba alikuwa anajaribu kunyang'anya, anajaribu kupola, kunyang'anya watu tonge waliolikamata mdomoni, anataka kuwapokonya, wakaamua kumwahi. Leo yuko wapi Polepole? Tuambieni. Na ndio maana ukizungumza mambo haya uko kwenye hatari kubwa, kwa sababu watu wale ni mfumo likubwa limetapakaa kila sehemu. Ukute labda kwenye polisi wapo, jeshi wapo, uzalani wapo, kila sehemu wapo. Wanamna hiyo wanalinda maslahi ya wale watu. Hivi kwa mfano, nani anayejua mikataba ya madini? Ya madini nani anayejua? Nani anayemiliki madini katika nchi hii? Nani? Ukigusa mikataba ya madini unaenda na maji. Nenda, kuna mtu alijaribu kuzungumza tu kuhusu makaa ya mawe. Nini kilichomtokea? Ni hatari, tuko kwenye nchi ya hatari sana. Ndio hivyo, mikataba mibovu. Kwa sababu gani? Wale watu wana kundi lao wanataka kuimiliki nchi, na sasa wameamua kuimiliki nchi kupitia kuhakikisha kwamba viongozi wanaoteuliwa, viongozi kuanzia wabunge wawe ni wao na familia zao, ili kusudi mambo yao yaende, wapitishe. Wanaweza kubadilisha jambo lolote, hata ile sheria ya ulinzi wa rasilimali za nchi. Mimi nakwambieni inaenda kufutwa, ili kusudi tukiruhusu mambo haya yaendelee tu, inaenda kufutwa ile, ili kusudi watu waendelee, ili kusudi watu wahondomole, wajimilikishe ardhi, wajimilikishe madini, wajimilikishe kila kitu bila jambo lolote. Nenda kwenye swala zima la wananchi kufukuzwa kwenye maeneo yao. Nenda Kigoma kule, sehemu nyingi tu, Mandobanu, Kigoma kule, Kaliua, wapi wamefukuzwa Mbarali kule, kote wanaondolewa kwenye maeneo yao. Sasa haya ndio matatizo ambayo wananchi yanawapa hasira, ndio maana wanaamua kugandamana hata kuuawa. Na nikwambie ni ukweli kwamba hakuna bunduki iliyowahi kunyamazisha watu. Hakuna bunduki, silaha za moto zile tiri, hakuna, hazijawahi kunyamazisha wananchi wakanyamaza kimya. Haipo. Mkipiga, kadri mnapowapiga watu ndio wanazidi kusonga. Sasa mnapowapiga watu ndio wanazidi kuwa na hasira na kusonga. Watawamaliza nyinyi viongozi, tumieni hekima. Lakini vile vile utendaji mbovu, kwani uongo.
Leo ukienda kwenye mahospitali, ukienda kwenye huduma za afya, ukienda kwenye huduma